moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia. Ni ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar awasili Uingereza, azungumza na diaspora. Kombe la mataifa ya Afrika diaspora Uingereza kuanza rasmi wiki ijayo. Je, bingwa mtetezi Zanzibar ataweza kuutetea ubingwa wake? Tuandikie maoni yako hapo chini. Visiwani Zanzibar tunakutana na mwandishi anayekuja na moto mkali, Fadia Ali, akiangazia maisha ya njiwa wa mji mkongwe na hatua za wasamaria wema waliojitoa kuwalisha njiwa hao. Uko wapi ndugu yangu? Sogea karibu, usipitwe. Kwa hayo na mengineo mengi, usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Msomaji wako leo hii ni mimi Salma Hafidh, na kwanza ni habari za ndani. Na habari kubwa wiki hii ambayo ni ujio wa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Mheshimiwa Othman Masoud nchini Uingereza, ambako atazungumza na diaspora ya Zanzibar katika miji ya Coventry na London. Mwandishi wetu Ahmad Rashid Mitomingi alifika hapo na hapa anatujuza. Ahmad Rashid Mitomingi, habari za Coventry? Habari ni nzuri kwa kweli. Habari ni nzuri, nashukuru. Mgeni rasmi tayari amewasili, na amewasili je, na hali ikoje kwa mujibu unavyoona kuanzia hali ya hewa ya nje na hali ya hewa katika ukumbi huo wa hapo Coventry? Tunapozungumza sasa hivi mgeni amewasili tayari, na amewasili akiwa anajipatia na wageni waliotoka nje ya mji huu anajipatia chai hapa au breakfast. Hali ya hewa kwa kweli ni nzuri sana. Kuna hali ya joto ambalo si la kukera, lakini hali ya hewa ni nzuri kwa kweli. Na matarajio yakoje? Unadhani Mheshimiwa Othman hapo atafanya shughuli gani? Atahutubia, ataruhusu maswali, au atafanya nini hasa kwa mujibu wa taarifa ulizonazo katika eneo hilo? Na kwa mujibu wa mkutano huu tunachotarajia hapa leo kwa kweli, Mheshimiwa Othman atazungumza na atatoa hotuba hapa, atahutubia wananchi ambao watahudhuria hapa. Kutakuwa nafasi ya maswali pia. Kutakuwa nafasi ya maswali, zitatolewa nafasi hizo kwa mtu yoyote tu atakayebahatika kupata nafasi ya kuuliza maswali. Ataweza kuuliza maswali ya aina yoyote ile ambayo atajisikia mwenyewe kuuliza, na maswali zinategemea ulivyoambiwa yatajibiwa. Ni muda gani mkutano utaanza, au tayari mkutano umeanza wakati huu tunazungumza? Wakati tunazungumza mkutano bado haujaanza, ni watu tu wanaendelea kuhudhuria kutoka wenyeji wa mji huu wa Coventry na kutoka miji tofauti inayozunguka Coventry, wakiwamo Scotland, Wales. Kwa mkutano unategemewa kuanza kwenye saa moja baada. Kwa maoni haraka, nafahamu ndio kwanza umefika hapo. Ni yapi matarajio ya wananchi waliohudhuria kuhusu ziara hii ya Mheshimiwa Othman Masoud? Matarajio ya watakaohudhuria mkutano huu ni kutoa dukuduku lao. Kwa kweli ni mara ya kwanza mheshimiwa ataka kuteuliwa kuweza kufika katika falme hizi za Kiingereza. Kwa hiyo watu wana hamu ya kutaka kujua nini amekuja nacho, lakini pia na kuweza kutoa dukuduku lao, nini wao wanataka kusikia au wana maoni gani juu yake, juu ya serikali na juu ya chama chake. Sasa kwa mkizingatia tunaelekea katika uchaguzi miezi mitatu inayofuata karibuni. Asante sana Bwana Ahmad Rashid Mitomingi, tutaungana tena baadaye kupata taarifa zaidi kutoka kwako. Asante sana kutoka studio, tumtane baadaye. Kufuatia ziara hiyo, Ahmad Rashid Mitomingi alifanya mahojiano na baadhi tu ya wanadiaspora waliofika hapo kuhusiana na ziara hii, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Watu wamehajiri, wameondoka, lakini bado yale mapenzi na nchi yetu na nchi yenu yamekuwa makubwa sana. Kwa Tanzania, kwa Zanzibar in particular, niseme yamekuwa makubwa sana. Na mimi niseme kwamba
pengine hatujuani, kila mmoja hajui sehemu ya mchango wa mwenzake, lakini mpaka hapa tulipofika bado mmekuwa na mchango mkubwa sana, mtu mmoja mmoja na pia kwa pamoja. Kuna ambao wametupa maarifa mengi, kuna ambao wametupa pia na mawazo ya namna gani ya kuweza kuendelea na shughuli zetu mbalimbali. Kwa hivyo na pili, sababu ya kuja ni kuja kuwashukuru pia, kuwashukuru kwa dhati kwamba bado naendelea na uzalendo wenu huu, naendelea na mapenzi makubwa na nchi yetu. Naam, umepokeaje ujio wa Mheshimiwa Othman Masoud katika nchi ya Uingereza kwa mara ya kwanza tokea kuteuliwa kwake? Ujio wa Mheshimiwa Omo nimepokea vizuri, nimepokea kwa faraja sana. Nimepokea katika hali ya kumthamini. Katoka nyumbani, acha shughuli zake za kikazi, za kifamilia, kaja kwetu kuja kutembelea, which is mbali na anapokaa yeye. Kwa hivyo tunapokea kwa faraja, yani ni jambo la kuthamini kama kiongozi, kuonyesha mapenzi dhidi yetu Zanzibar ambao wanakaa nje. Kwa hivyo ala kuli hali upande wetu sisi ni faraja, ni furaha, ni kuhisi tunathamini, na vivyo ni time ya kubadilishana mawazo. Pata nafasi ya kumshauri Mheshimiwa Othman Masoud katika ujio wake huu wa leo, utamshauri swala gani katika swala la kisiasa, la kiuchumi au la diaspora? Nitamshauri zaidi swala la kisiasa, hasa watu anaodili nao awe makini nao, wawe wa upande wa wetu sisi wa ACT Wazalendo au upande wa CCM, awe makini na anaodili nao ili anachoambiwa akipime kabla ya kukifanyia kazi. Hicho ndio kitu muhimu anachotakiwa kufanya. Mkurugenzi wa mamlaka ya mapato nchini Uingereza katika kitengo cha biashara kubwa wiki hii amewahimiza Watanzania wote waishio nchini Uingereza kujitokeza kwa wingi kuchangamkia ajira za mamlaka hiyo zilizotangazwa hivi karibuni, na hii ndiyo taarifa yake kwa ufupi. Kwa wale ambao hawajui, mimi nafanya kazi HM Revenue and Customs, ambao ni kama TRA ya kule Tanzania. Kwa hiyo nafanya kazi hapo na nimekuwa nikifanya kazi hapo kwa muda wa miaka 20. Sasa kwa hii serikali mpya iliyokuja hapa nchini Uingereza imetupa nafasi ya HMRC to employ watu wengi sana wa join. Kuna nafasi zaidi ya 12,500 zitatoka mwaka huu. Kwa hiyo hizi kazi ambazo nimetangaza zinaanza ziko Stratford, London, ambao ni kazi 350 tu kwa kuanzia, lakini hiyo sio mwanzo. Kila mji unatangaza kazi. Mimi niko Cardiff, zilikuwepo kazi 300 hapa Cardiff pia. Kuna kazi Manchester, Birmingham, kwa miji yote pia kuna kazi. Na mtu akitaka kuapply anachotakiwa kweli ni kwenda kwenye hii website yetu. Mimi nitachofanya sasa hivi nitajaribu kushare screen, uangalie kama utaiona. Share screen yangu now. Hii ndio website ambayo ni Civil Service Jobs. So hii website ukienda, kazi sio za HMRC peke yake. Kazi ni ya kila sehemu. Kila government department unajua hapa Uingereza kama Border Force, Home Office, Cabinet Office, kazi zote zina advertisewa kwenye hii website. Kwa hiyo mimi nawashauri watu ambao hasa wale diaspora ambao wako hapa waingie kwenye hii website, wa create an account. Ni very easy steps. Unaandika tu jina lako na email address, create an account. Ukishafanya hivyo, then unaweza ukaanza kutafuta hizi kazi. So kazi nilizokuwa nazitangaza ni hizi hapo utaziona, ni Customer Service Advisors in Stratford. Tunatafuta watu 350. Deadline ya hii kazi ni tarehe 16, so itakuwa Jumatatu saa 8 mchana. Lakini hii ni Stratford, ni kama nilivyosema, kazi ziko UK nzima, sio Stratford peke yake. Mtu akisha create an account anaweza akaona kazi nyingine zinazopatikana sehemu mbalimbali. Kwa hiyo hii ni vizuri sana mtu anayetafuta kazi pa kuanzia. Hii ndo ukitaka kuingia kwenye hii civil service ni sehemu nzuri ya kuanzia. Sasa watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hizi kazi hawezi kuapply mtu ambaye yuko Tanzania. Kwa hizi
kazi kwa sasa kwa sababu mshahara wake ni 30,000 kwa mwaka, 30,000 kwa mwaka yani, na hiyo iko ni kwa ajili ni pound, so ni 30,071 pound kwa mwaka. Kwa hiyo kazi ile threshold haijafika pale watu wa immigration, watu wa home office wanaohitaji. Kwa hiyo mara nyingi hizi kazi ukiapply unaweza usije kupata visa ya kuja UK kufanya hizi kazi. Lakini nasema hivyo hapa HMRC tunachukua watu kutoka Tanzania pia. Lakini kazi ambayo ningekushauri kama wewe uko Tanzania, tafuta kazi inaanzia 40,000, kwa sababu kama kazi inaanzia 40,000 na maana utamit hiyo threshold ya kuweza kupata sponsorship visa. Na vile kitu ambacho nashauri watu ni kuna website ambayo tunayo, unaweza ukaenda ukaupload CV yako hata kama ukiwa bado Tanzania. Ukisha upload CV hapa wanakuwa tunaangalia huyu mtu ni kitu tunachokuhitaji. Kama mtu unaweza kuta na ACCA, ana mambo ya accounting, ana mambo maybe ya international tax. Hiyo qualification watu wengi hapa UK wanakuwa international tax hawana. Tuna struggle kweli kupata watu hapa. Kwa hiyo tumechukua watu wengi kutoka Afrika ambao wana knowledge ya international tax au wana ACCA. Kwa hiyo mimi nachowashauri wenzangu, wewe uko Tanzania, hii website unaweza kaingia, angalia kazi. Na wiki hii pia tulishuhudia kufanyika kwa draw kubwa ya upangaji wa makundi ya timu zitakazo kushiriki na kucheza katika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika nchini Uingereza, linalotarajiwa kuanza rasmi wiki ijayo na kushirikisha kiasi cha timu 16 za Waafrika waishio hapa. Swahili Voice ilifika eneo la tukio na kutupatia ripoti ifuatayo. Tukio hili la kupanga makundi na timu zitakazoshiriki katika mashindano haya ya mpira wa miguu kwa Kombe la Mataifa ya Afrika nchini Uingereza mwaka huu yalifanyika mapema mwishoni mwa wiki hii na kuhudhuriwa na wadau kadhaa wa soko, wakiwemo wadhamini wakuu wa michezo hii, yani benki ya Equity. Katika draw hiyo, mechi hizi zilipangwa makundi mawili ambayo ni kundi la umri wa wazi ambalo linaruhusu wachezaji wa rika zote, na kundi la pili ni lile la vijana chini ya miaka 18. Katika makundi ya ligi ya wakubwa, yani ya rika zote, kulikuwa na makundi matatu ambayo ni kundi A, B na kundi C. Kundi A linatajwa kuwa kundi la kifo na linajumuisha timu 4 akiwemo bingwa mtetezi yani Zanzibar, timu ya taifa ya Tanzania, Guinea na Nigeria. Kundi B linajumuisha timu za Zimbabwe, Gambia, Sao Tome na Principe na Ghana. Kwa upande wa kundi C kuna timu za Uganda, Madagascar, Benin na Ivory Coast. Pamoja na makundi hayo makubwa, mechi za C vijana wa chini ya miaka 18 zilikuwa katika kundi moja tu ambalo lina timu 4 za Tanzania, Zanzibar, Zimbabwe na Somaliland. Akieleza kuhusiana na mwenendo mzima wa draw hii, afisa wa masoko wa mashindano haya Bwana David Lutaya amesema kuwa kwa maoni yake mashindano ya mwaka huu ni ya kipekee na the draw was great, but for me as a head of marketing for the project Africa Cup of Nations UK, I think it is one of the best years so far after COVID-19 to see that we have pulled up big corporate companies like Equity Bank, which has come on board, Equity Bank Uganda. We are thankful for that, and also having our long-standing partner, which is THT, still to be with us, and also Just Mortgage coming on board, Sakoma. Sana na anafurahishwa kuona kuwa wadhamini wakubwa wakiwemo Equity na wengineo wamejitokeza kudhamini mashindano haya. Mimi ni Mishi Harun wa Swahili Voice. Na sasa tumalizie habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Mwanamume mmoja na pekee raia wa Uingereza, Vishwa Kumar Ramesh, amenusurika kufariki katika ajali ya ndege ya Air India iliyoua watu 241. Abiria huyo alikuwa amekaa kwenye kiti namba 11A ndani ya ndege ya Boeing 787 iliyokuwa ikielekea London ilipoanguka muda mfupi baada ya kuruka Ahmedabad, India. Vishwa Kumar ndiye pekee aliyenusurika na hajui alivyojinasua. Hata hivyo, ndugu wa manusura huyo alisema alihuzunika zaidi kwa kaka yake mwingine Ajay aliyekuwa ndani ya ndege pia, lakini hajapatikana hadi sasa. Katika ajali hiyo, Vishwa Kumar alipata majeraha usoni na mwilini, lakini kwa sasa yuko salama akipatiwa matibabu hospitalini. Ndege hiyo ya shirika la ndege la
India ilianguka kwenye hosteli ya madaktari chipukizi huko katika mji wa Ahmedabad. Waathirika wengine walikuwa familia kadhaa kutoka Uingereza, ikiwa ni pamoja na wanandoa, watoto na wazee waliokuwa safarini India. Huko Ireland ya Kaskazini nako wiki hii, vurugu za siku 3 zimeibuka zikiwalenga watu wa makundi ya wachache wa kikabila. Mkuu wa polisi wa PSNI John Butcher alilaani vurugu hizo kuwa ni kitendo cha ubaguzi wa rangi na uhalifu wa kuchukiza. Takriban maafisa 41 wamejeruhiwa na watu 13 kukamatwa. Butcher alitoa wito kwa vijana kusitisha ghasia hizo na kueleza kuwa washiriki watakabiliwa na adhabu kali. Familia zililazimika kujificha kwenye dari na makabati kwa hofu ya kushambuliwa. Mwenyekiti wa bodi ya polisi Mukesh Sharma pia alilaani chuki na vurugu hizo na kutaka haki ichukue mkondo wake haraka. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Usemi usemao kuwa zumari likipulizwa Zanzibar, Afrika Mashariki nzima hudemka umesadifu kuwa kweli baada ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutangaza rasmi kufuata nyayo za Zanzibar katika kuwatoza bima wageni waingiao nchini humo. Akitoa makadirio ya fedha ya bajeti ya taifa hilo bungeni wiki hii, Waziri wa Fedha wa Tanzania Mwigulu Nchemba amesema hatua hiyo ni katika kuipunguzia serikali mzigo wa huduma za afya kwa wageni hao sambamba na kuboresha miundombinu ya afya nchini. Hatua hiyo inakuja baada ya bima kama hiyo kuanzishwa na serikali ya Zanzibar Oktoba mwaka jana, hali ambayo ilipingwa vikali na wadau mbalimbali wa maendeleo na wale wa sekta ya utalii. Ingawa licha ya kupingwa huko, serikali hiyo iliendelea kuweka pamba masikioni na kuendelea na mpango wao huo ambao sasa unaelekea kuwa wa kitaifa zaidi. Na visiwani Zanzibar wiki hii tunazo taarifa za msamaria mwema aliyejitoa kulisha njiwa waliopo katika eneo la hifadhi ya Mji Mkongwe na eneo zima la mji wa Zanzibar, hali iliyomfanya msamaria huyo kuwa kivutio kikubwa cha udadisi kwa walio wengi. Mwandishi wetu Fadia Ali alipishana njia na kufanya maongezi mafupi na mtu huyu aliyemwema kwa wanyama, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Hakika aso mtu ana Mungu na mwenye mtu ana vyote viwili. Njiwa hao wanaona hapa Mji Mkongwe ni kama njiwa wengine, hawana nyumba, hawana duka, hawana shamba wala sehemu nyingine za kujipatia riziki. Kutokana na hali hiyo, ndege hawa hutegemea sana kwa msaada mkubwa na ihsani kutoka kwa wasamaria mwema kama mimi hapa. Leo hii nakutana na kijana ambaye ni adimu sana visiwani Zanzibar, ambaye amejitolea kujihusisha na kufanya shughuli yake hii ya kulisha njiwa hapa Mji Mkongwe katikati ya jiji la Zanzibar. Hebu tukamsikilize. Ni kitu gani hasa kilichokusukuma wewe kufanya shughuli yako hii ya kulisha njiwa? Kitu nifanya nilishe njiwa, tulikuwa tunakaa sana hapa wenyewe tunapumzika. Wakaanza kuja njiwa ili watatu, wakawa nisumbuka. Tulikuwa na jambo jema tuanze kuwalisha wasisumbuke. Na nimewalisha alhamdulillah, wamezaliana wamekuwa wengi kwa sasa. Wapi unapata fedha kwa ajili ya kununua chakula cha hao njiwa? Mimi nafanya kazi, mimi ni agent. Nafanya kazi na katika kipato changu nimewatengea bajeti maalum hawa ya kuwapa chakula watu. Ikitokea siku umedharurika kama binadamu, nani anakuwa msaada kwako na kusimamia? Siku kama sikuwahi au nimeumwa, kuna duka pale, kuna vijana hapa nimeshapa maagizo kama siku uenda akachukue, alafu siku nikija nalipa pesa ya watu. Na hata hivyo kwa sasa mwamko umekuwa mkubwa, silishi peke yangu, wako wanaokuja na shida zao, wako wanaopita wakavutiwa na hili jambo na wao wanalisha wengine. Kwa nini njiwa wakati kuna wanyama wengi ambao ni rafiki kwa binadamu? Kuna kuku, kuna paka, kuna kunguru. Kwa nini hasa njiwa na sio kitu maarufu sana? Kwa nini njiwa? Imetokea tu kwa hawa njiwa kwa sababu kulisha wanyama ni jambo jema kwa kweli. Kwa hiyo mimi nimeanza na njiwa, lakini nafikiria pia
niende katika kuwalisha paka pia. Faida gani hasa unaipata kupitia shughuli yako hii ya kulisha njiwa? Faida ni nyingi, kwa sababu tumeambiwa tutoe sadaka na tutibu wagonjwa wetu kwa kutoa sadaka. Kulisha njiwa hawa ni jambo jema, kwa sababu mimi binafsi nikilisha njiwa naona hasa kama hata kwenye kazi zangu basi baraka Mwenyezi Mungu ananiongezea. Kwa hiyo siku ambayo nimemisi kulisha njiwa kweli nakosa raha. Makala hii imeangazia kijana mmoja adimu sana visiwani Zanzibar anayefahamika kwa jina la Saidi Ali Mohamed, ambaye kwa ihsani yake na mapenzi makubwa ameamua kujitoa na kuwalisha njiwa hawa pasi na matarajio yoyote yale. Kama tulivyomsikia katika mahojiano, amezungumza mambo mengi na nadhani wengi wa watazamaji wetu ambao mnatuangalia na mnatusikiliza mmejifunza na mmepata kitu. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mjini Unguja, mkoa wa Mjini Magharibi, visiwani Zanzibar, Fadia Ali wa Swahili Voice. Tuelekee pwani ya Kenya ambapo tunazo taarifa kuwa wakazi mbalimbali kutoka eneo la Faza, kaunti ya Lamu Mashariki, wameiomba serikali kuwekeza katika miradi mingine tofauti na uvuvi katika eneo hilo ili kuongeza ufanisi katika sekta ya uchumi wa eneo hilo. Mwandishi wetu Mishi Harun yuko pwani ya Kenya na hii ni taarifa yake. Wakazi wa Faza, eneo bunge la Lamu Mashariki, wameitaka serikali kuwekeza katika miradi mingine ya baharini kando na uvuvi. Wakizungumza wakati wa hafla ya kutoa hamasa kuhusu umuhimu wa usafi wa baharini kisiwani Faza, wakazi hao wamehoji kuwa uvuvi kupita kiasi umechangia kupungua kwa samaki baharini na kuathiri uchumi wao. Overfishing imetendeka sana kwa sababu watu wengi wanategemea hiyo bahari. Na hiyo land sasa, hiyo nafasi, area of fishing, hiyo nafasi iliyoko yetu sisi ndogo sana. Na wavuvi ni wengi. Sasa sababisha kwamba bahari hiyo kila siku inaenda kuvuliwa. Kusababisha kwamba samaki kupotea na species nyingi kadhaa ambazo zimeanza kupotea. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wengi wanategemea bahari. Wakati wakazi hawa wamedokeza kuwa ni vyema serikali ingevumbua swala la elimu, kwani wanawake hawajahusishwa kwenye zoezi la uvuvi, na ameongeza kwa kusema elimu itazalisha mabadiliko ya kiuchumi. Ni wito kwa serikali kwa hizo project wazilete huku kwetu, huo uvumbuzi na elimu pia tupatie watu wa huku kwetu ndio wapate kufaidika zaidi mbali na uvuvi. Na utaona sana sana uvuvi unafanyika na wanaume, ambapo wanawake hawahusishwi direct in fishing, na ambapo hiyo tutaona inabidi sisi wa mama tutegemee waume waende baharini. Lakini sasa pindi ile miradi mingine itakapokuja, wamama pia watahusishwa kama kukiwa na viwanda va seaweed na mambo na marine ecosystem, mambo na utalii, utaona pia uchumi utafunguka. Wakazi hao kiongozwa na Jafar Masud sasa wanaiomba serikali kuwekeza miradi mbadala ya ukuzaji wa mwani na ukulima wa samaki ili wajiinue kiuchumi. Kwa hivyo ni kwamba lazima saizi tujitahidi tuje na alternative source of living ambao ya livelihood ambao kama hizo sasa crabs farming ya seaweed, ili tuweze kupunguza pressure kwa wale wavuvi ambao wanaovua samaki. Wito umetolewa kwa jamii za Lamu Mashariki kutotupa taka ovyo baharini ili kuimarisha uzalishaji wa samaki. Nikiripoti kutoka eneo la Pwani, kaunti ya Lamu, mimi ni Mishi Harun wa Swahili Voice. Na zaidi ya wafanyabiashara 21 katika soko la Kericho Stage, jimbo la Kericho, wiki hii wamepata hasara kubwa baada ya moto kuzuka na kuharibu vibanda na mali zao. Mwandishi wetu mpembuzi yakinifu Nyota Suleiman anaripoti zaidi. Ndivyo hali ilivyokuwa usiku wa kuamkia Jumatano wiki hii, zaidi ya biashara 21 katika soko la Kericho Stage zikiteketezwa kufuatia mkasa huu wa moto ulioanza mwendo wa saa 4 usiku, juhudi za kudhibiti moto huu zikitatizwa kutokana na uhaba wa maji, kwa kuwa sehemu kubwa ya rasilimali hiyo ilikuwa tayari imetumika kudhibiti tukio jingine la moto eneo jirani. Maafisa wa zimamoto kutoka serikali ya jimbo la Kericho wakilazimika kutafuta njia mbadala ya kuuzima moto huo. Wafanyi biashara ambao wamepata hasara kubwa baada ya moto kuharibu vibanda na mali zao wakionyesha kufadhaika na kutumu maafisa wa zimamoto katika jimbo la Kericho kwa kujikokota kuuzima moto huo. Kuna salon. Siku hii ya leo mimi nilikuwa nalala. Nimepigiwa simu, hata ukiona venye niko, nimepigiwa simu na customers wakiniambia kuna moto stage. Kufika nimeshtuka, nimepata nyumba kuna kitu yoyote.
yote yenye nimeokoa. Nimefika nikio, nimepata jirani amenitolea. Nilikuwa na stock hapo ndani kama piece, sijapata. Vitu zangu zimeenda zote. Nimebaki hivi yenye niko. Biashara yangu nikianzia nyumba yenye niko nayo, yenye nilikuwa na hapo container, nilichukua loan December. Nalipia ni loan yenye nalipa 10,000 kila mwezi na ina run for 13 months. Hili la moto limeamsha tena hofu kuhusu milipuko ya mara kwa mara ya moto katika soko hili, jambo ambalo limeendelea kuwatatiza wafanyabiashara na kuwaacha wakihangaika kuanzisha upya biashara zao. Pia wameilaumu serikali ya jimbo hili kwa uzembe na kushindwa kuweka mikakati ya kuzuia majanga moto ili kulinda biashara zao. Ilikuja ya county government ya Kericho ya Simamoto, wakajaribu kuja kusaidia, lakini kwa dakika 5 wakawa wameshindwa kwa kukosa maji, wakamaliza maji walikuwa nazo. Wao wakatoka kwenda kutafuta maji, wakaenda for another 1 hour. Kwenda kurudi, mimi si kujua sasa sababu juu hawakutoa maji yote ama kujaribu kwa njia yoyote ile kusima, wakakuwa wameondoka. Wakati wa mkasa huu wa moto, wafanyi biashara hao waliripoti visa vya uporaji, huku baadhi ya watu wakitumia fursa hiyo kuiba mali zao ambazo zilikuwa zikiteketea. Mkasa huu wa moto mara hii ukiibua wasiwasi kuhusu ufanisi wa kukabili majanga, huku wakazi wakitoa wito kwa serikali ya jimbo hili kuanzisha idara ya zimamoto karibu na soko kama njia mojawapo ya kudhibiti visa hivi siku za usoni. Hii ni vituko ya pili sasa. Kuna nyumba ilichomeka huko na wananchi walifikia chini lakini hakuripoti. Sasa tunaomba bwana DC wa Bureti sub county, tuko na shida hapa. Tunaomba bwana county commissioner wa Kericho county akuja ashughulike maneno ya ofisi ya Ketarwet, tuko na shida. Kuna mambo mingi ambayo hata wananchi hawana report. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Kericho, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Balozi wa Tanzania nchini Burundi Mheshimiwa Galasius Gaspar wiki hii amekutana na kubariki safari ya wasanii kutoka Burundi kuelekea nchini Tanzania katika kile kinachofahamika kuwa ni kudumisha uhusiano wa kidiplomasia baina ya nchi hizo mbili. Mwandishi wetu Yvette Honorine Ishimwe anaripoti. Kundi hili la vijana wasanii wa Burundi ndilo linatarajia kuifanya ziara ya wiki moja kwenye ardhi ya Tanzania katika lengo la kutembelea maeneo mbalimbali ya Tanzania baada ya kutunga wimbo pamoja na wasanii wengine wa nchini Tanzania. Wimbo huu ulitungwa na wasanii hao wa Burundi na Tanzania, utakuwa ndani yake mashairi yenye kuongelea masuala ya ujenzi wa bandari ya Dar es Salaam, sekta ya utalii na ujenzi wa reli ya kisasa. Hii ni ya wasanii wa muziki wa Burundi na inalenga kwenda kufanya kurekodi video kwa wimbo ambao wameutunga kuzungumzia mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi zetu mbili kwa maana ya Burundi na Tanzania. Jambo kubwa ambalo linaweza kuleta mapinduzi makubwa kwenye nchi zetu mbili ni ujenzi wa miundombinu ya reli ya kisasa ambayo inaunganisha Burundi na bandari ya Tanzania ili kuweza kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na watu. Ziara hii ni ya wasanii wa muziki wa Burundi na inalenga kwenda kufanya kurekodi video kwa katika mazungumzo kati ya wasanii hao na wanahabari. Mheshimiwa Gelasius Gaspar Byakanwa ambaye ni balozi wa Tanzania nchini Burundi alieleza kuwa hatua kubwa imeshapigwa katika uhusiano kati ya nchi hizo mbili na kwamba kwa sasa nchi hizo zimejikita zaidi katika masuala ya kiuchumi. Wasanii hawa wamefanya kazi kubwa, kwanza kwa kuungana kwa pamoja. Sisi kama ubalozi tumepata faida kwamba angalau wasanii hawa wanaweza kutunga wimbo kwa pamoja, kwa umoja wao. Wamekuwa wakifanya kazi kila mmoja kwa kujitegemea au wengine wenye kundi lao kwa makundi yao kwa kujitegemea, lakini tumepata faraja kwamba sasa wasanii hao wameunganika pamoja kutunga wimbo mmoja, lakini wimbo huo pia unaongelea hiyo miundombinu muhimu sana kwa maana ya bandari, reli pamoja na utalii kwa maana
hivi vitu vyote vinakuza diplomasia ya uchumi kama nilivyosema. Sisi tunaamini kwamba ushirikishwaji wa vijana na ushirikishwaji wa wasanii kwenye masuala yanayofanywa na serikali zao inakuwa ni kazi rahisi ya kuwafanya vijana watambue kazi zinazofanywa na serikali zao, lakini pia na wao kuwa mabalozi kwenye hizo kazi zinazofanywa na viongozi wa kiserikali. Kupitia vijana na kupitia wasanii tunaweza kutangaza kazi za kidiplomasia tunazozifanya kwa urahisi zaidi pengine kuliko tulivyokuwa tunatumia kwa kupitia majukwaa ya kisiasa. Wasanii hao walieleza kuwa umoja ni nguvu na wanaimani safari yao itakuwa nzuri na kuwa msingi wakishirikiana kwa karibu zaidi. Pia watapata fursa ya kuona jinsi bandari ya Dar es Salaam inavyofanya kazi na kutembelea maeneo mengine ya vivutio. Ni nguvu, utengano ni udhaifu. Natumai kwamba safari itakuwa nzuri katika kwenda na kurudi, na tutakaporudi pia isikwende mwisho, ndio iwe mwanzo wa kufanya kazi pamoja. Alafu shukrani tena kwa ambassador. Nikiripoti kutoka Bujumbura, ni mimi Ishimo Honorine Ivete wa Swahili Voice. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Komenti zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakieni wikendi njema. Alamsiki.